Kitendo cha Chadema kumrudisha Dr. Slaa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hii inamaanisha nini kisiasa? Ni katika kutafuta kujimarisha na kukiri makosa kimya kimya kwamba walifanya makosa pengine katika kile ambacho kilimfanya Dr. Slaa aondoke kwenye chama chao. Lakini si kwa hata yeye mwenyewe Dr. Slaa kurejea Chadema vile vile, kwa sababu hakwenda kukokotwa kwa kamba au kutishiwa kwamba usipokubali kuja utakupeleka mahakamani na ya kaja kwa hiari yake. Kwa hiyo ni wote wanategemeana, na yeye karejea kwa sababu anajua bila kuwa na jukwaa kwake itakuwa ni shughuli nzito. Siasa sasa hivi zinahitaji jukwaa. Kwa hiyo nafikiri wote wanahitajiana na kila mmoja akaja kwa malengo yake. Kwa wakati mmoja Slaa anahitaji jukwaa, na bwana rais kwamba pengine anaweza kumsababisha kuwa mgombea urais, pengine jambo ambalo vile vile inaweza kuwa faida kwa chama na mtafaruku, kwa sababu utazuka mtafaruku vile vile kwa zile tamaa za kutakuombea niwe mimi. Lakini jambo la msingi la kuzingatia ni kwamba Dr. Slaa amerejea Chadema na watasaidiana kutengeneza siasa ambazo alikuwa amezoea, kwa sababu alikuwa amezoea siasa za Chadema zaidi pengine kuliko chama kingine chochote. Chadema na CCM. Naomba turejee hapo, pengine wanaweza wakamsimamisha kuwa mgombea wa urais ikiwa sasa hivi wao wanatembea na no reform no election. Inakuwaje hii kumsimamisha mtu ambaye alikwisha kutoka kwenye chama chenu na pengine hakutoka vizuri, sasa hivi amerejea? Wengi wamekosoa sana hiki kitu ambacho kimefanyika katika uongozi huu wa Tundu Lissu, na pengine wengine wakiukumbuka aliyekuwa mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe. Unafikiri ni sahihi kufanya hivi? Siasa zinabadilika na mwenendo wa mabadiliko katika siasa ni mkubwa sana. Kasi ni kubwa sana ya mabadiliko. Pengine Aikaeli Mbowe alikuwa na staili yake ya kuongoza ambayo alipinga sana Tundu Lissu, na wakagawanyika wanachadema juu ya fikra hizi. Maana walipata karibu kura sawa, tofauti ya kura 30 au zaidi kidogo. Lakini wengi wape ndio demokrasia wamempa bwana Tundu Lissu, naye kaja na mtazamo yake. Na tukumbuke toka mwanzo kwamba Dr. Slaa amekuwa akimunga mkono Tundu Lissu katika mtazamo yake, na ni jambo ambalo alizarajua bila shaka, kwa sababu hata baada ya kutoka gerezani alisema uwezekano wa kurejea Chadema. Kwa hivyo nafikiri mitazamo hii ya kukosoa na kawaida na kadhalika mitazamo ya kawaida katika siasa, lakini utegemea zaidi faida ya yule. Naomba nikuulize swali hili hapa. Wakati Chadema wanaelekea kwenye uchaguzi wao wa kumtafuta mwenyekiti, Freeman Aikaeli Mbowe alizungumza, tena ilikuwa ni kwa huzuni, kwamba wanaomuunga Tundu Lissu ni kina Dr. Slaa ambao waliacha Chadema, tena kwa ubaya, kwa kebei na kwa kiburi. Sasa kuna msemo unasema siasa haina uadui. Kwa nini Mbowe alikuwa anahuzunika Dr. Slaa kumsapoti Tundu Antipas Lissu? Alisikitika kwa sababu ya jambo moja kubwa, kwamba Tundu Antipas Lissu ambaye sasa ni mwenyekiti alikuwa pamoja na Mbowe wakati ule, na walikionja kikombe cha uchungu wa kuondokewa na Dr. Slaa, lakini si kwa mazuri, hata kwa maneno na kebei na kedi na kadhalika. Kwa hiyo wote waliipata ile radha ya kuondokewa na huyu mtu, lakini akaondoka ubaya, kwa watu wasema vibaya. Sasa alikuwa anashangaa na anaumia sana kuona miongoni mwa wale waliokuwa wanasema vibaya Chadema na ambayo hawakuitakia mema Chadema na kuiacha katika mazingira magumu wakati wa uchaguzi, wanamuunga mkono mmoja wa wagombea ambaye alionja adha na tabu ya hawa watu. Kwa hiyo alikuwa anaona kama ni siasa ambazo hazina uelekeo mzuri kwa ujumla. Na bahati mbaya au bahati nzuri, sasa katangaza rasmi kurejea katika chama bwana Mheshimiwa Dr. Slaa, na karejea. Lakini nikishangaa kwamba hata siku za karibuni, sio muda mrefu hapa katikati hapa, kulikuwa na maneno ambayo alikuwa anasoma Dr. Slaa magumu sana dhidi ya Chadema na kadhalika, na hawakutaraji watu kumuona kirejea. Lakini katika siasa wanasema there is no permanent enemy in politics and no permanent friend in politics, the same. Lakini kwa ujumla ni kwamba ni siasa ambazo tutalaumiana sana kwenye upinzani, hazina mguso,
hazina utaratibu ambao unaweza kufanyiwa rejelea nzuri. Hili ni tatizo kubwa sana. Rejea ikifanyika itakuwa ni rejea ya lawama na kushambuliana, kwa sababu si rejea nzuri kwamba huyu aliondoka. The same kama alivyokuwa marehemu marehemu Lowassa. Ile akisema vibaya mno na Chadema, na akitajwa miongoni mwa mafisadi wakubwa katika nchi, na hivi inakokuaje huyu leo siku hafla tu anaonekana nagombea tena nafasi ya urais kwa tiketi ya chama kile ambacho kina mnanga na kumnadi vibaya mbele za watu, mbele ya umma. Kwa hiyo siasa hizo kingine zinakosa umakini kwa sababu ya tamaa na kutokuwa makini katika kupiga hesabu zile political arithmetics, kutokuzipiga vizuri, na matokeo yake tunaishia kusema imeibiwa kura zimekuaje. Kumbe kuna makosa fulani yanakuwa yamefanyika mapema kuanzia mwanzoni. Kwa hiyo wananchi wanaposa imani wakati yani chama kinapokuwa hakimkiniki, yani nyinyi hamueleweki, ni kulia kushoto, juu chini, kaskazini kusini, hamueleweki. Ninyi mnajiendea tu, ikipigwa ngoma mnakwenda, ikivuma upepo unakwenda, na ukivuma kuelekea kokote tu, sio lazima kuelekea kule mlikuwa mnataka. Kwa hiyo mambo kama haya wakati mwingine yanataka uangalifu mkubwa sana. Kujenga chama cha siasa ni kujenga imani inayodumu katika fikra za watu na kujenga mwelekeo wenye kutabirika. Chama hakitaki kushindikana kutabirika, lazima kitabirike kwamba chama hiki huwa akiendi hivi akiendi hivi. Sasa katika mazingira haya tukaona kwamba tukaona mambo mengine yanakuja, tukabaki tunashangaa kwa sababu vyama vyetu hivi vimekuwa havitabiriki. CCM wanaweza kutabirika kwa uzuri wao na ubaya wao, lakini sisi vyama vyetu hivi vingine vinakuwa havitabiriki kwa uzuri na ubaya, vinakwenda na matakwa tu wakati ule, kwamba kama mkimpata shetani huyu, japokuwa ni shetani mbaya, anaweza kuwasaidia kupata madaraka ya nchi, basi ni kwenda naye, na matokeo watu wanamgundua kama ni shetani na hawamtaki, wanakataa kutuchagua, alafu inakuwa ghasia. Lakini kimsingi kuna makosa ambayo ni ya kimkakati, na kunaweza kuwa kunatafutwa mafanikio ya kimkakati, kwamba shetani mbaya kiatu chake dawa na kadhalika. Lakini kuna mambo mengi sana inabidi yaangaliwe kabla hamjafikia hapo kujua ubaya wa kiatu cha shetani, ubaya wa kiatu cha baniani, na kikaja kuwa dawa. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo linahitaji uangalifu, linahitaji ustahimilivu, linahitaji uwezo mkubwa wa kutafsiri mambo, ili kwamba kesho na kesho kutwa isije kutokea lawama ambayo inatokana na makosa ya kimkakati. Kupitia hayo makosa ya kimkakati ambayo umesema hapo, nataka nijue CCM wanapoteza nini kumpoteza mtu kama Dr. Slaa, na Chama cha Demokrasia na Maendeleo wanaongeza nini kumuongeza Dr. Slaa ndani ya chama chao? Kwa siasa za mazoea, watu wa kawaida wanaweza kumpokea Dr. Slaa haraka. Hilo ni jambo la kweli, kwa sababu aliwahi kugombea na akafanya matata makubwa tu kwa nia nzuri, sio matata makubwa kwa uhalifu, hapana. Kwa hiyo watu wana kumbukumbu hizo, lakini watakuwa na kumbukumbu hizo kumpokea vizuri watu kabla mnyukano wenyewe haujakamilika, haujaingia mahala pake, kwa sababu watakuja watu wajuzi, wabobezi katika mikakati na kuzungumza, wataleta hasara, wataleta kutokuyumkinika kwa chama cha Chadema, watakuja na maneno fulani. Maneno haya mwisho wa siku yataiumiza sana Chadema bila shaka katika kampeni, kwamba hawa ni zoa tu, kama ule mwimbo ule zoa. Hawa ni zoa tu. Wewe ukijisikia unaweza ukaenda ukatoka, ukaenda tena ukatoka. Yani ni chama ambacho kitaonekana hakina uwezo, na watu wa Tanzania mara zote wanakawia kupokea, lakini wakipokea wanashikilia kweli. Watayaimba maneno haya, na wakishayaimba maneno haya itakuwa tabu vile vile, na watasema kwamba huyu alikuwa balozi, huyu kunyima ubalozi tuna maana kimbilia huko, huyu hana msimamo, huyu ni mtu wa masilahi, huyu ni mtu wa nafasi. Hakwenda Chadema ila kusabia nafasi, hakwenda Chadema kwa sababu anaogopa kwamba pengine akaa huko pembeni anaweza akasema maneno yake ambayo mzee kuyasema, akamatwa na kushtakiwa, wakaosekana watu wakwenda kumdhamini au wakamdhamini, lakini wakawa wachache. Na hivi huyu ukaenda huko sababu anatafuta jukwaa tu,
hana lolote, wanasema na siasa, huyu mrongo na kadhalika na kadhalika. Haya maneno yanawaingia watu na watu wanayajadili, na wanapojadili kura ndo zinaondoka hivyo. Kwa hiyo katika mambo haya Chadema walitakiwa kuangalia vizuri. Pengine wanaangalia vizuri kwa jinsi yao, mimi siwezi kulaumu. Na uhuru wa mtu kuhamia chama chote anachokitaka ni uhuru wa katiba na kadhalika, lakini kimkakati ni uhuru ambao unaweza kuletea faida au hasara. Na iona hasara zaidi pengine kuliko faida. Naona hata kina Shibuda nao wanarudi, lakini Shibuda ni nani kwa hali ya sasa? Naona Anthony Komu yeye anarudi, lakini nafikiri anarudi huyo afadhali kidogo Anthony Komu ABC huyu, kwa sababu yeye ni mwanasiasa, lakini mwanasiasa ambaye hajawa imara sana kiasi hicho, pamoja na kwamba alifanikiwa kuwa mbunge na hivi alikuwa ZCR na baadaye kwenda Chadema, lakini ni wanasiasa ambao kimsingi hawakufaulu, wamefeli. Sasa unapokusanya au watu ambao wanaitwa spent force ili kwenda kupambana na mtu ambaye ni well prepared, mtu aliyejiandaa vizuri, hiyo ni kutafuta kushindwa mapema hata kabla mjaingia uwanjani. Chadema iko salama kiasi gani na iko na hatari kiasi gani kumpokea Dr. Slaa kwa mara nyingine? Kuna mtazamo tofauti na kuja kama nilivyoeleza mapema, lakini mimi naiona hatari kubwa zaidi pengine kuliko faida, kwa sababu hatari zipi hizo? Atataka nafasi. Kwa hiyo lazima apate nafasi. Kwa wasifu wa Dr. Slaa atataka nafasi, na baadhi ya wafasi watalazimisha nafasi ipatikane, na pengine katika nafasi hiyo huenda akawa katibu mkuu. Maana hawezi kuwa naibu katibu mkuu kwa mtu aliyokufikia hatua ile. Na katika kufika huko au pengine makamu mwenyekiti na litaleta tabu, au pengine katibu mkuu na litaleta tabu, kwa sababu akina Mnyika wako pale, atakwenda kuwa nani? Labda mjumbe wa kamati kuu, lakini haitoshi kwa Dr. Slaa. Sababu Slaa anataka aseme, anataka asikike, anataka atoe amri, anataka aelekeze na kadhalika. Haya yote yatasababisha mgawanyiko katika chama, kwa sababu mapokeo ya watu hayatakwenda sawa sawa na dhamira pengine ya mwenyekiti na kadhalika. Na wengi watafsiri kwamba kaja na wala haichukui muda mrefu. Sasa hivi utasikia maneno tu kwamba kaja kutuvuruga, kaja kufanya hivi, katumwa na CM na kadhalika na kadhalika, sababu wakati ule anaondoka alisema maneno mengi. Lakini kibaya zaidi ni kwamba wanachama nao wakampaka vya kutosha kwamba anatawaliwa na mwanamke wa kihaya na hivi. Sasa anarudi katika mazingira ambayo yanafanana kwa viwango fulani. Aliondoka wakati wa uchaguzi, anarejea karibu na uchaguzi. Sasa ni bahati mbaya kwa sababu hajajenga misingi ya kujisafisha. Kwa hiyo katika hili huenda akaingia kwenye mgogoro mkubwa yeye na akaingiza chama kwenye mgogoro. Kwa hiyo faida ya kumpokea Slaa inaweza kuwa ndogo zaidi pengine kuliko hasara ambayo chama kitaipata. Na turejee hapo kwa mwenyekiti wa sasa hivi Tundu Antipas Lissu. Kama ambavyo umesema kuna baadhi ya watu wengine wataanza kurejea. Naomba niwagusie kina Halima Mdee. Pengine na wao anaweza akawarudisha kwenye chama, na hii inakuja kuleta tafsiri gani kwa mwenyekiti aliyeondoka kukataa baadhi ya watu kurejea na mwenyekiti ambaye yuko sasa hivi kukubali watu hao kurejea? Hii inaacha chama hichi uwazi kiasi gani? Ni kupoteza misingi ya chama, ni kupoteza udhabiti wa chama, ni kupoteza msimamo wa chama, na chama kinakuwa ni kujiendea tu, songa mbele, halimradi tu kwamba unahitajika wakati huu, basi bila kujali athari zako na jinsi ulivyokuwa wanachama na kadhalika. Ndio inapokuja. Nafikiri Tundu Lissu kumpokea Dr. Slaa kwa sababu anampenda sana, hapana. Tundu Lissu kumpokea Dr. Slaa kama sehemu ya kujihami baada ya kuundua zile nguvu zinaanza kukosekana, na hiyo ndio jambo kubwa la hatari. Nafikiri hofu ni kwamba nguvu itakuwa haipo, na kama haipo nguvu tuipate kutokea wapi? Na kuanzisha ajenda mpya katika siasa, kwamba sasa tuna huyu na huyu na huyu, hata kama hayupo bwana Mbowe au kama yupo, lakini tumeongeza nguvu kutokana na kuingiza wale ambao walikuwa wametoka na wana nguvu na wana watu na wana hoja na kadhalika. Lakini katika misingi hii ya siasa kileo kuna shughuli kubwa mno, kwa sababu watu wameachana na wanakaribia kuachana na siasa za ubaishaji za kulaumu bila kuwa na hoja ambayo inathibiti. Kuilaumu serikali tumekaa kutoshi kupa mamlaka. Kuilaumu serikali lazima kuambatane vile vile na jinsi gani mafanikio ya serikali hiyo iliyopo
yamekuwa makubwa au madogo. Jinsi gani hiyo serikali imeweza kupunguza miongoni mwa yale yenye kuwabughudhi watu kwa miaka mingi na kadhalika, na mambo mengine mengi. Kwa hiyo katika hili unaweza kusanya hata dunia nzima ukaweka kwa pani na bado usinufaike na wingi wa watu waliokusanya kutokana na hali yenyewe ya ndani, ile prevailing situation. Kwa hiyo inataka uchambuzi mkubwa sana katika siasa. Inaweza ikawagharimu zaidi pengine kuliko kuimarisha, kwa sababu watakwenda kupoteza wala halina shaka. Wakipoteza uchaguzi watainuka wanachama na kusema tusingepoteza ila ni kwa sababu ya silaha. Maana kwamba watafanikiwa ni jambo gumu sana, muda ni mfupi mno. Haimaanishi kwamba akina silaha wana nguvu, akina Zulisha wana nguvu za kutosha, lakini maandalizi yamewapiga chenga. Maandalizi ya chama yanaendea kombo. Naona wakombea na watakuwa sehemu nyinginezo, lakini muda ni mfupi mno kuweza kuleta athari katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa hiyo kushinda kwa CCM kuko wazi kabisa, na nambari ya kwa wazi na inakuja kushinda kwa CCM peke yake itakuwa ni lawama kubwa sana dhidi ya kina Tundu Lissu na hao kina Mzee Silaa na wenzake. Kwa hiyo inaweza ikakivuruga chama kwa viwango vile vile ambavyo vyama vingine vimekuwa vikivurugika karibu na uchaguzi. Kadri vinavyokaribia kuondoka kwenye mioyo ya watu, huwa kuna kuja tabia ya kuvuruka kwa vyama kwa utaratibu huo. Twende hapo kwenye uchaguzi. Hamduni Maliseli, Tundu Antipas Lissu wamekaa pamoja na uongozi wake, wamekubaliana kwamba no reforms no election. Pia kauli hii ina nguvu gani katika uchaguzi huu, ama ina udhaifu kiasi gani? Ina nguvu ndogo kimuundo. Unajua siasa sio kusema tu no reform no election no what. Hapana, nguvu kimuundo ina kasoro, kwa sababu unakataa uchaguzi kuanzia lini na kwa nini. Hoja zinazokuja katika kwa no reform no election hazionekani kuakisi matakwa halisi ya umma. Kwa hiyo wala hazionekani kuwa na nguvu kiasi cha kutosha kuweza kuwafanya watu waone kwamba hakuna haja ya uchaguzi. Lakini pia hazikubebwa na nguvu ya chama chenyewe, nguvu ya chama chenyewe kwamba kina nguvu ya kuweza kusema hili lisifanyike miongoni mwa umma wa Tanzania na likaacha kufanyika. Halionekani hilo jambo. Kwa hiyo mimi nafikiri ndio kama ninavyosema kwamba zimebebwa, yani jambo hili limebebwa na nguvu ambayo haipo, nguvu hewa. Kwa hiyo jambo hili kufanikiwa haliwezi kufanikiwa, na watu wa Chadema wanajua hili, wale ambao wanafanya siasa za kisayansi wanajua, na kwa kushindwa huko kunaweza kuleta madhara sana kwa chama na kusababisha chama hiki kudhoofika. Kwa hiyo uchaguzi wa kampeni gani iende wakati gani, nafikiri naoneza kuwa ni shida. Mimi nachokiona hapa pengine ni baada ya kugundua kwamba kimtazamo uwezo wa upinzani kushinda kwa sasa ni mdogo, na kwa hiyo kukataa kushiriki uchaguzi nalo ni tatizo jingine. Utazusha mgogoro katika chama na itaonekana wewe mwoga, na utawapa CCM na washindani wengine nguvu ya kusema waona wamekimbia. Lakini pia pengine kuna kitu kinachoitwa exit, yani utokaji salama, kujinasua salama, kususia salama uchaguzi. Ni hiyo pamoja na no reform no election. Yani Chadema si wajinga hata kidogo, ni watu wajuzi, wana uzoefu, wanajua kwamba kampeni haiwezi kufanikiwa kwa vyovyote, haiwezi kufanikiwa. Na kwa kuwa haitafanikiwa, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni watu kutokwenda kwenye uchaguzi, kwamba tulitaka jambo letu limeshindikana, sasa hatuendi. Ikupatikana sababu halali ya kutokushiriki uchaguzi bila kuonekana wamesusia katika mfumo wa kawaida wa uoga. Kwa hiyo mimi nafikiri ndio kinachokwenda kufanyika, na itakapofanyika hivyo pengine wanatafuta jinsi ya kuepa lawama za kutoshiriki uchaguzi, na lawama hizo ziendane na hoja halisi ambayo imeanzishwa sasa ya kwamba kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, na baadaye watasema vyombo vya dola vimetumia nguvu mno, ndio maana hatukuweza kufikia uchaguzi. Na kwa hiyo kutajengwa siasa nyingine, hoja nyingine za kisiasa kwamba hakuna demokrasia katika nchi, hakuna uhuru katika kutenda na kadhalika. Kwa hiyo mataifa yatufungie, tukose misaada na nini, na tukose
mikopo kwa sababu serikali iliyoko madarakani is very much undemocratic na kadhalika. Ndio kitu kinakwenda kufanyika tu. Huu ni ujenzi ni msingi wa ujenzi wa hoja za kuja kumkataa rais au kukataa uchaguzi. Maana no reform no election katika msingi gani? Kwa sababu kikatiba haiji, nguvu hazitoshi. Maana ungesema no reform no election wakati una nguvu unaweza ukaeleweka vizuri tu kwamba uchaguzi haufanyiki bwana. Kama haujafanya hili uchaguzi haufanyiki mpaka tulifanya, na kweli wakijaribu wanaona haiwezekani. Lakini kwa takwimu na kwa mtazamo wa kawaida na hata mtazamo wa ndani kwa sasa, hili jambo linaonekana kama mzaa miongoni mwa mizaa mikubwa inayotajwa katika siasa kwamba bado na haiwezekani, bado upinzani hauna nguvu ya kuweza kuzuia uchaguzi katika nchi na ukweli wa mambo ulivyo. Kwa kumalizia, Hamduni Maliseli, ni miezi kadhaa imepita tangu Tundu Antipas Lissu aendelee kukiongoza Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tathmini yako, nini uelekeo wa chama hiki na pengo la Freeman Aikael Mbowe ambaye sasa hivi amekuwa kimya liko wapi? Linaonekana busara imekosekana, subira hakuna, na maongozi kwa kadri ya mazungumzo yao watu wenyewe wa Chadema yanakuja ile dictatorial terms, yani maongozi ya kimla yanaanza kuonekana polepole, kwa sababu pengine katika kama isingefanyika tusingekuwa tunasikia malalamiko ambayo yanatokea sasa hivi na kuonyesha kwamba jambo hili alikubaliki hatulikubali. Lakini katika mazingira ya sasa inaonekana Chadema inaweza kusikana kwamba haipati wale. Chadema ina wanachama wengi, inaongoza mkono mkubwa tu, lakini mahala gani, lini na kwenye nini? Haya ndio mambo ambayo tunataka tuyaangalie na kuyasoma vizuri. Bado kuna mambo mengi ambayo yanatakana kufanyika ambayo kwa bahati mbaya hayajafanyika, na kwa msingi huo chama taratibu kinaanza kupoteza mwelekeo. Sikana kwamba hakina viongozi, hakina wanachama, hakina watu wanaokipenda, hapana. Hakina mikakati inakuwa ni mikakati yenye makengeza, na hapo kunapokuwa mikakati yenye makengeza ndipo nguvu taratibu huanza kupotea, na upotea bila watu kujua sana kwamba inapotea. Huwa inapotea katika wanafikiri wanapata kumbe wanapoteza. Na hili jambo hili wanalizungumza la no reform no election, yani hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Watu wanalihoji, na lenyewe tatizo, watu wanalihoji kwa nini tusifanye uchaguzi, kwa msingi gani? Na vyama vingine hata kama ni vidogo, hata kama ni vikubwa, navyo vinasema uchaguzi unafanyika. Na hata wale ambao wanasema wanakuwa nao karibu kama ACT Wazalendo, wao hawataki uchaguzi sababu rasmi tulio Zanzibar mgombea urais kishajitambulisha kwamba atagombea na kadhalika. Kwa hiyo ili jambo unapoona wale watu waliokuwa nao karibu wale watu waliokuwa nao karibu wao wenyewe hawakuungi mkono katika hoja zako, anza kuwa na wasiwasi, anza kuwa na mashaka kwamba sasa tunakokwenda huku si salama hata kidogo. Hapo tumalizie. Hamduni Maliseli, umezungumzia swala zima la ugombea urais. Tumeona Chama cha Mapinduzi tayari wamekwisha kutangaza wagombea wao, ACT tayari, na Chama cha Demokrasia na Maendeleo bado hatujasikia wakimtaja mgombea wao. Pengine hii ni tishio gani katika siasa za leo, ukimya au tishio lolote? Kwa sababu Chadema tayari humo ndani kuna mnyukano wa watu wanaotaka kugombea urais na kadhalika. Hili lipo kabisa wazi. Kwa hiyo swala hili pengine halijawa rasmi tu, lakini lipo, na tatizo ni kutokubaliana kama walivyofanya mkutano wa mkuu ambao ulichagua tukaona, lakini watu nusu ya wapiga kura walimchagua Tundu Lissu, nusu ya wapiga kura walimchagua, nusu na zaidi kidogo ya wapiga kura wajumbe mkutano mkuu na viongozi walimchagua Tundu Lissu. Nusu ya wapiga kura au karibu na nusu ya wapiga kura kumchagua Tundu Lissu. Hoja hizi zinapokuja no reform no election, lazima ujue chama kimeshikamana kiasi gani, kwa sababu kuna tatizo la kupingana kifikra na kimwelekeo. Watu wanamuunga mkono bwana mkubwa pengine wana mawazo mengine, bwana Mbowe
na si kwamba pengine wana mawazo mengine na wana fikra nyingine, na kibaya zaidi wana chuki nyingine sasa. Kwa hiyo kuunga mkono jambo ambalo alianzisha mwenyekiti wao mpya na nalianzisha wakati kisha mtukana mwenyekiti alokuepo. Maana swala la Chadema si kushindwa wala kushinda. Swala ni kuleta maneno magumu mabaya ambayo yamesababisha chama kuwa katika fikra zisizokubaliana kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa, na hili linawapa mndo, linaleta shida kubwa sana. Na katika hili ninahisi kwamba hata hiyo no reform no election inakwenda kufeli kwa sababu ya mshikamano ndani ya chama kuwa mdogo, na mshikamano kuwa mdogo kutokana na watu waliomo mle kutokuafikiana na sehemu kubwa ya maelekezo ya bwana Lissu, hata kama ni mazuri, lakini kwa sababu alimtukana mpendwa wao, alimshambulia mtu wao ambaye ameongoza chama kwa muda mrefu, wanaona kila anachokifanya Tundu Lissu ni kitu ambacho hakiyumkiniki wala kifai, na kwa msingi huo chama kinagawanyika. Na si kwamba kitagawanyika, tayari kinagawanyika juu ya no reform no election. Kuna watu wengine wanasema hapana, uchaguzi ufanyike, na wengine sasa Tundu Lissu naye amezidi na kadhalika. Kwa hiyo hamwezi kufanya jambo kubwa kama hili bila na mshikamano wa kutosha ndani ya chama, na muda uliobaki ni mdogo mno, hautoshi kutengeneza mazingira ya makubaliano. Wanaweza kubaliana kwa dakika moja, lakini rohoni mtu anabaki na jambo lake. Jinsi ya kuponya vidonda kama alivyosema Bwana Mbowe ni kazi ngumu, kwa sababu uponye vidonda umalize, na vidonda hivi kuna vidonda vingine, vidonda ndugu, mpaka ukiponye ni miaka au ni miezi mingi, ukimaliza ndio uje na mkakati wa kuingia kwenye chama. Ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo nafikiri kwamba Chadema si kwamba watashindwa uchaguzi kwa sababu waungi mkono, hapana, watashindwa zaidi kutokana na kwamba hawa wamegawanyika, na wamegawanyika wakati mbaya, na kwa kuambizana maneno machafu na kadhalika na kadhalika. Sasa hivyo huyu alikuwa amerejea CCM, sasa karejea kwao, na wao walikuwa mtukana Mbowe kwamba ni CCM na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo vitu kama hivi lazima uviangalie kwa kina, ndio ugundue kwamba kasoro iko wapi na madhara yakoje. Asante sana Hamduni Maliseli, nashukuru sana kwa wakati wako. Asante. Naam, mtazamaji wa VOT Media, huu ulikuwa ni uchambuzi wa masuala ya siasa hapa nchini. Hii ni baada ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu kumkaribisha kwa mara nyingine tena Dr. Wilbrod Slaa. Nini maoni yako kufuatia hili hapa? Hii ni VOT Media. Tumechangamka.